Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanaendaga ibadani wana vipindi pendwa, yani ana kipindi chake, yani kipindi chake cha kuimba au kipindi chake cha matoleo, mwingine anapenda kipindi tu cha ushuhuda, lakini mahali hapa katika kila kinachoendelea kinatuhusu na kuna namna Mungu anagusa maisha ya kila mmoja wetu kupitia kile kinachoendelea. Asante mtumishi wa Mungu Gospel, kuna kitu alikizungumza hapa akasema, yani kila kinachoendelea hapa kinatuhusu. Huwezi kujua kuna namna Mungu anaweza akakuhudumia katika uimbaji, akakuhudumia katika neno, akakuhudumia kupitia tu mpiga bezi. Kwa kila kinachoendelea mahali hapa kinatuhusu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Theme yetu kwa mwaka huu ni ibada. Ni ibada, na mwaka jana pia tulikuwa tuna theme hii kwa maana ya ibada. Kwa hiyo tutajifunza kwa kina kuhusiana na ibada. Mwaka jana tulijifunza nini maana ya ibada, tukaangalia vitu vingi, lakini leo tunaenda moja kwa moja tukiangalia kuhusu ukaribu wa muabudu na anayeabudiwa. Ninaamini wengi tuna Biblia zetu, ni vizuri tukawa tunasoma, lakini pia tuna mahali pa kuandika. Ukaribu wa muabudu na anayeabudiwa. Ukaribu wa muabudu na anayeabudiwa. Ukaribu wa muabudu na anayeabudiwa. Hicho ndio kichwa cha somo ambacho tutakiangalia leo, ukaribu wa muabudu na anayeabudiwa. Sasa kwa haraka unaweza ukawa unajiuliza, muabudu ni nani na anayeabudiwa ni nani? Sasa nitaweka msingi kidogo hapo kabla hatujaendelea mbele zaidi. Muabudu ni nani na anayeabudiwa ni nani? Tunapozungumza muabudu ni yule anayetoa ibada, na tunapomzungumzia anayeabudiwa tunazungumza kwa habari ya Mungu. Ikumbuke ya kwamba tumekusanyika mahali hapa na sisi tunamtambua Mungu mmoja ambaye amejitambulisha kwetu kwa njia ya Yesu Kristo. Nje ya Yesu Kristo hakuna Mungu mwingine tunayemfahamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Huko duniani kuna miungu mingi, watu wanasema Mungu ni mmoja. Yes, Mungu ni mmoja tu, lakini ili nijue kwamba huyu Mungu ni mmoja, lazima nijue kwanza amejitambulisha kwa njia ipi. Nje ya Yesu Kristo sisi hatumjui Mungu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ni katika Yesu Kristo ndiko ambako Mungu aliamua kujifunua yeye. Maandiko yanasema kwamba ilimpendeza Mungu ya kwamba ukamilifu wake wote ukae ndani ya Kristo. Biblia za Kiingereza zinasema kwamba Yesu ni sura ya Mungu asiyeonekana. Christ is the visible image of invisible God. Manake mimi kwa kumuona Yesu ninakuwa nimemuona Mungu. Hata Tomaso wakati ule alipokuwa haamini kwamba Yesu alifufuka, alipokuwa pale Yesu alipowatokea kwenye kitabu kile cha Yohana 14, anasema tuoneshe Baba yatosha. Yesu anamwambia mkiniona mimi mmemwona Baba. Manake kumuona Yesu ni kumuona Baba. Kwa hiyo Mungu wa kweli hajajitambulisha kwa kitu kingine chochote isipokuwa kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa hiyo huwezi ukasema sisi Mungu wetu mmoja tu ikiwa haujui kwamba huyo mtu Mungu wake anayemsema ametokea kwa njia ipi. Tuko pamoja watu wa Mungu. Kwa hiyo ninapozungumza anayeabudiwa ninamzungumza Mungu ambaye amejitambulisha kwetu kwa njia ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nahitaji kuona watu wenye changamko. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Yes, kwa sababu mtu mwingine anavyosema Mungu anamaanisha Mungu mti. Kwa hiyo kama wewe ukiungana naye bila kujua ya kwamba ni Mungu yupi anayemzungumza, unaweza ukaona unajikuta haumuabudu Mungu aliye hai, kwa sababu Mungu wa kweli ni yule Mungu aliyejitambulisha kwetu kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa hiyo tukizungumza anayeabudiwa tunamzungumzia Mungu aliyejitambulisha kwetu kwa njia ya Yesu Kristo. Tukizungumzia muabudu sasa, kuna neno muabudu alafu kuna muabudu halisi. Sasa nibaki kwenye neno muabudu halisi. Muabudu halisi ni yule mtu ambaye amemwamini Yesu Kristo ya kwamba alikufa na kufufuka. Unapomwamini Yesu Kristo ya kwamba alikufa na kufufuka, ile kumwamini kuna kufanya wewe kuwa muabudu halisi. Kwa namna nyingine ni kwamba nje ya Yesu Kristo hakuna muabudu halisi. Kunaweza kuwa kuna waabudu wanaoabudu miungu mingine lakini sio waabudu halisi. Moja ya identification ambayo inamuidentify, inayomtambulisha kwamba huyu ni muabudu halisi, ni lazima awe ndani ya Kristo Yesu. Lazima awe amemwamini Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja watu wa Mungu. Nimesema kichwa cha somo tunaangalia ukaribu wa muabudu na anayeabudiwa. Anayeabudiwa nimesema ni Mungu aliyejitambulisha kwetu kwa njia ya Yesu Kristo.
Muabudu ni mtu ambaye amekombolewa, amemwamini Yesu Kristo kwamba alikufa na kufufuka. Ile kumwamini Yesu Kristo ya kwamba alikufa na kufufuka unakufanya wewe kuwa muabudu halisi. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Sasa ukaribu, tunapozungumzia ukaribu, ukaribu ni ile hali ya vitu, tuseme kuwa jirani, tuseme kuwa karibu. Kwa mfano hapo umekaa na jirani yako, manake mko karibu. Sasa nimekosa neno zuri la kuzungumzia sana kwa Kiswahili kwa sababu kile anachokifanya Mungu sio tu karibu, yani ni kwamba ni muingiliano ningesema. Wewe ningesema ni muingiliano kati ya muabudu na anayeabudiwa. Lakini nitumie tu hilo neno kwamba ukaribu wa muabudu na anayeabudiwa. Mara nyingi sana kabla ya hapo unaweza kuwa uko mahali hapa wewe uimbaji, hauimbi, unaweza kuwa unasema ina maana kwamba hapa wanajifunza kuhusu mambo ya waimbaji tu. Hapana. Muabudu halisi nimesema ni mtu aliyemwamini Yesu Kristo. Kwa maana nyingine ni kwamba ili hali tu umemwamini Yesu Kristo, wewe ni muabudu halisi hata kama huwa hauimbi, hata kama huwa haupigi chombo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja watu wa Mungu. Kwenye worship talk zilizopita tulijifunza kwamba wimbo ni kifaa cha ibada. Kwa namna nyingine ni kwamba mtu anaweza akatumia njia nyingi katika kumwabudu Mungu. Mwingine anaweza akatumia wimbo, mwingine anaweza akatumia kupiga gitaa, mwingine anaweza akatumia matoleo, mwingine anaweza akatumia kufagia kanisa, lakini anakuwa anaitoa ibada yake kwa Mungu kwa kupitia kile kitendo alichokifanya. Ni moyo unaoabudu, lakini sasa kuna vitendo huku nje vinavyoonekana ambavyo vinaashiria kwamba huu moyo wa mtu unamwabudu Mungu. Moja ya vitendo ndio hivyo, mtu anajitoa kuja kufagia kanisa, anajitoa kusaidia watumishi wa Mungu, anajitoa fedha au anafanya vitu vingine, labda kuposti chochote kinachomhusu Mungu. Anaweza asiimbe lakini akawa anamwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako wewe ni muabudu. Mwambie hata kama wewe sio muimbaji, wewe ni muabudu kwa sababu muamini Yesu Kristo. Mwambie na kama hujamwamini, unayo nafasi leo ya kumwamini ili ufanyike muabudu halisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Kwa hiyo leo tunaangalia ukaribu wa muabudu na anayeabudiwa. Naamini hapo nimeweka foundation nzuri, si ndivyo watu wa Mungu? Haleluya watu wa Mungu. Ukaribu wa muabudu na anayeabudiwa. Kumekuwa kuna mentality nyingi sana, ufahamu mwingi sana kwenye akili za watu. Mara nyingi sana watu wamefikiria kwamba Mungu yuko mbali na wao. Yaani wanapoingia kwenye ibada ni kama, tena hata kusema wanapoingia kwenye ibada tayari ni kosa, kwa sababu ukisema wanapoingia tu kwenye ibada, maana yake ibada ni kama chumba fulani ambacho mtu anaweza kaendelea na mambo yake, alafu akimaliza ndo anaingia, si ndio? Sema naingia ibadani, maana yake huko hakuwa ibadani. Kwa hiyo kuna kamuda fulani au kuna eneo fulani hivi amelitenga kwa ajili ya ibada. Mwaka jana tuliangalia hivyo mambo kwamba ibada sio eneo. Kuna watu wamechukulia ibada kama eneo. Ninakwenda ibadani. Maana yake ametoka eneo ambalo sio ibada, anaenda eneo ambalo ni ibada. Ndio maana yuko razi kutukana makonda kwenye daladala, lakini akifika kanisani kwa sababu anaingia ibadani, namna ya kuongea kwake inabadilika, anakuwa ni watu wawili tofauti. Yule aliyegombana na mume wake nyumbani na aliyepo kanisani ni watu wawili tofauti, kwa sababu ibada imechukuliwa ni eneo fulani, kwamba ninaingia ibada wakati haipo hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja watu wa Mungu. Mwambie jirani yako ibada sio eneo. Mwambie ibada sio chumba fulani. Afu mwambie hivi, unajua wewe ni ibada. Kwa hiyo popote ulipo unatakiwa kumwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengine wamechukulia ibada ni muda, yani kwa maana kwamba kuna muda fulani hivi nitafanya ibada. Yani kuna muda ndio utafanya ibada. Akiwa hospitalini namna anatibu wagonjwa, hajui kama na yenyewe ni ibada. Akiwa anafundisha wanafunzi shuleni, hajui kama na yenyewe ni ibada. Akiwa sijui anafanya kazi yoyote huko ambako Mungu amekuamini kwacho, hajui kama ni ibada. Amechukulia kwamba ibada ni muda fulani, lakini kumbe wewe ni ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya. Mwambie jirani yako ukaribu wa muabudu na anayeabudiwa. Mwambie tena ukaribu wa muabudu na anayeabudiwa. Kwa hiyo sasa ile mentality ya kuona kwamba tunaingia ibadani imetufanya pia hata tukienda ibadani ni kwamba Mungu yuko mbali sana. Kwa hiyo
Yaani lazima tumvute, yaani tunamvuta kwanza atoke alipokuwa aje tulipo, ndipo tuanze kuzungumza naye. Na mbaya zaidi sasa tumejikuta kwamba hata tukienda eneo, muda ambao tunatumia kumvuta huyu Mungu ashuke alipo aje ni muda mwingi sana tunatumia. Unaweza kukuta tunatumia masaa 4 kumvuta atoke alipo aje, alafu muda wa kuzungumza naye tunazungumza naye kwa saa 1. Jamani, hapo hatupigwi. Bwana Yesu asifiwe. Tunakutana, tuna masaa 5. Masaa 4 ni ya kumvuta Mungu ashuke alipokuwa, maana tulikuwa mbali naye. Sasa ndo tunataka kuingia ibadani. Avutwe aje. Akishafika masaa 4, hapo ndo tumepasua maanga yote. Sawa Tumepasua anga la kwanza, la pili mpaka la 7. Tumetumia masaa 4. Saa 1 ndo tunaweza kumwambia Mungu, wewe ni mzuri, tunakupenda, wewe ni yawe, tunakushukuru, unastahili. Saa 1. Lakini masaa 4 umekuwa ukipambana na nguvu za giza. Hivi ashumu wewe kuna mtu unampenda, anakupa masaa 1, masaa 4 kuna mwingine anampa. Kuna kitu hakiko sawa, si ndio watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Ukaribu wa muabudu na anayeabudiwa. Kwa hiyo hii imetufanya hata baadhi ya nyimbo tunaimba zinafanya kuonekana kama Mungu yuko eneo fulani, anatakiwa atoke kule aliko alafu aje. Au hata tunasema twaja mbele zako. Ni nzuri sawa, lakini jamani, tumesema worship is what? With understanding. Kumwabudu Mungu lakini pia ukiwa na uelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasema tunakuja mbele zako, ni vizuri sana, tunakuja mbele zako. Sasa swali linakuwa, ulikuwa wapi kabla ya hapo? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe waimbaji. Utanisamee, unajua leo ni neno, kwa hiyo whatsoever. Inawezekana kuna nyimbo ulikuwa unaimba lakini kuna namna Mungu anataka tumjue zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kujua ni matokeo ya kwamba kuna kitu ulikuwa ukijui. Sawa? Yes, tunakuja mbele zako means kwamba kuna mahali tulikuwepo kabla hatujaja mbele zako. Sasa muda huu ndo tunakuja mbele zako. Na tukimalizana na wewe tunaondoka. Tena kesho tunakuja mbele zako. Umeona? Kuna kitu hakiko sawa. Kwa sababu ulikuwa wapi kabla ya hapo? Na maandiko yanajikanyaga hapo unasema nimwamini Yesu, Yesu anakaa ndani yangu. Sasa ina maana kwamba ulipokuwa kule Mungu alikuwa nje na wewe, sasa ndo unakuja mbele zake. Lakini pia ile kwamba ninakuja mbele zako, manake Mungu yuko somewhere pale, wewe uko hivi. Uko pembeni yani uko mbali na yeye. Lakini ukisoma maandiko haipo hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja watu wa Mungu. Haleluya. Kuna nyimbo tunaimba, tunaambia Mungu shuka, Baba shuka, shuka. Tuna maswali leo ya discussion hapo, naamini tutajifunza zaidi. Baba shuka, yani ile kwamba Mungu shuka manake yuko sehemu fulani na msubiri ashuke. Akishashuka na hapo mpaka ashuke, hapo pana wale vizuizi, vile vizuizi lazima nivivunje vyote. Yani nivivunje, ni hakikisha kwamba anashuka. Akishashuka hapo ndo nianze kuzungumza naye. Haiko hivyo. Mwambie jirani yako haiko hivyo. Mwambie haipo hivyo. Mwambie tena haiko hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, sasa niende moja kwa moja kwenye somo letu, karibu wa muabudu na anayeabudiwa. Muabudu anatakiwa kuwa wapi ili aweze kuitoa ibada yake kwa Mungu? Muabudu anatakiwa kuwa wapi ili aweze kuitoa ibada yake kwa Mungu? Na je, hapo anapotakiwa kuwepo, anatakiwa kuwepo permanent au anakuwepo kwa muda fulani anaondoka? Hilo ni swali ambalo inawezekana unajiuliza mahali hapa. Kwamba muabudu halisi anatakiwa kuwa wapi ili ibada yake iweze kumfikia Mungu? Jibu la hilo swali ni kwamba muabudu lazima awe ndani ya Yesu Kristo ili aweze kuitoa ibada yake na ibada yake imfikie Mungu. Jawabu la hilo swali ni kwamba muabudu anatakiwa kuwa ndani ya Yesu ili sasa hiyo ibada yake ipate kumfikia Mungu. Muabudu lazima awe ndani ya Yesu. Kwa hiyo maana yake kama hauko ndani ya Yesu, ibada yako haiwezi kumfikia Mungu. Kama hauko ndani ya Yesu, ibada yako haiwezi kumfikia Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Yohana sura ya 4, Yohana 4:23, Yohana sura ya 4 mstari wa 23, ni maandiko ambayo watu tunapenda sana kuyatumia, na popote ambako watu wanajifunza kuhusu muabudu halisi ni andiko ambalo tunapenda sana kulitumia. Yohana 4:23, natamani tusome wote. Hata kama una Biblia ya simu unaweza ukaitumia, na kama hauna unaweza ukashare na jirani. Yohana sura ya 4 mstari wa 23.
Yohana sura ya 4 mstari wa 23. Tutazingatia mikato, vituo. Yohana 4:23. Ninaamini tumefika, si ndio? Okay, 1, 2, 3. Ehe. Ehe. Amen. Kuna mtu ana Biblia ya Kiingereza? Ninaomba uniambie kwenye hilo neno katika limeweka lugha gani hapo? Katika roho na kweli. Ehe. In, si ndio? Ninaamini hivyo Biblia zetu zinasema in, si ndio? Sasa tafsiri ya Kiswahili inasema katika, lakini tafsiri ya Kiingereza inasema in spirit and in truth. Sasa in ukidefine kwa Kiswahili tunasema in ni nini? Ndani, si ndio? Kwa hiyo tukilisoma ili andiko kwa namna nyingine tunasema kwamba waabudu halisi watamwabudu Baba ndani ya nani? Ya roho na nani? Na kweli, si ndio? Sasa tuje swali jingine, haya ni mahesabu. Biblia inahesabu. Kama ulikimbia tutakutana nayo kwenye Biblia. Niwaulize swali. Kweli ni nani? Kweli ni nani? Maandiko yanasema kweli ni Yesu, si ndio? Yes, kweli ni Yesu. Mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Lakini Yesu pia anajitambulisha kwenye Yohana, anasema mimi ndimi njia. Jina lake la kwanza ni nani? Njia. Jina lake la pili? Jina lake la tatu? Uzima. Kwa hiyo anaposema waabudu halisi watamwabudu Baba ndani ya nini? Haya, tubadilishe kweli. Inaweza ikawaje hapo? Ndani ya roho na nani? Na Yesu, si ndio? Na Yesu ni nani? Yesu si roho jamani. Tuko pamoja watu wa Mungu. Kwa hivyo kwanza moja ya kitu kinachomwidentify kwamba huyu mtu ni muabudu halisi, cha kwanza lazima awe ndani ya Yesu Kristo. Kwa hiyo ili ibada yako iweze kumfikia Mungu ni lazima uwe ndani ya Yesu. Hapa ndipo mahali ambapo unatakiwa kuwa. Na ukiwa hapa uwe na hakika ya kwamba ibada yako inamfikia Mungu. Hautakiwi kuwa na mashaka wala kuona kwamba Mungu yuko mbali na wewe. Ile wewe kuwa ndani ya Yesu, unatakiwa kuwa na uhakika ya kwamba hii ibada ninayoifanya inamfikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja watu wa Mungu. Kwa namna nyingine ni kwamba Yesu ndiye kiunganishi cha muabudu na anayeabudiwa. Yesu ndiye kiunganishi cha muabudu na anayeabudiwa. Yesu ndiye kiunganishi cha muabudu na anayeabudiwa. Yesu ndiye kiunganishi cha wewe pamoja na Mungu. Maana ukimuondoa Yesu umeondoa connection. Ukimuondoa Yesu hakuna namna utamfikia Baba. Na hiyo inathibitika kwenye kitabu hicho cha Yohana sura ya 14 mstari wa 6. Yesu anasema 14:6 anasema, Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Maanake kama ukitoka hapa unataka kwenda Mbagala, lazima uifuate njia inayoelekea Mbagala. Ukitaka kuelekea Kariakoo, lazima uifuate njia inayoelekea Kariakoo. Haiwezekani unataka kwenda Mwanza unapanda gari zinazoenda Msumbiji au zinaenda Mbeya. Maanake ukikosea njia umekosea destination. Tuko pamoja watu wa Mungu? Tuko pamoja watu wa Mungu? Kwa hiyo haijalishi utalipa nauli kiasi gani, haijalishi umewahi kuamka saa ngapi, haijalishi umepanda basi zuri kiasi gani, kama umekosea njia, manake umekosea destination. Manake ulitaka kwenda Mwanza utajikuta umefika Mbeya kwa sababu umepanda gari zinazoenda Mbeya. Ikiwa Yesu ndiye njia ya kumfikia Baba, kama nitaitoa ibada yangu, nijigharimu, hata nijilipue, hata nijitoe muhanga, hata nifanye chochote kile cha kufanya, ikiwa sipo ndani ya Yesu, niwe na hakika ya kwamba hii ibada haimfikii Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii sikutishe na namna ambavyo kuna watu huku nje wanafanya vitu vyema, wanafanya hivi, lakini kama hawamuamini Yesu, uwe na hakika ya kwamba ibada unazotoa haziwezi kumfikia Mungu. Na ndio maana tuna wajibu wa kuendelea kuzihubiri habari za Yesu kwa kila mtu. Haijalishi ana matendo mema kiasi gani, haijalishi ana fedha ngapi, haijalishi ana mali kiasi gani, anamhitaji Yesu kwa sababu ni njia pekee ya Yesu inaweza kumchukua mtu kumfikisha kwa Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanatishwa tunavyoenda kushuhudia kwamba sasa huyu namshuhudia nini? Hamwamini Yesu sawa, lakini mbona ana mienendo mema? Ni kweli ana mienendo mema, lakini nje ya Yesu hawezi kumfikia Baba.
Wengine wanatishwa na namna ambavyo kuna watu wanafanya vitu wanajitoa, yani anajua anajisacrifice yeye mwote, lakini kwa sababu yuko nje ya Yesu, si ndio? Hawezi hata kama akajiunguza yeye, haimfikii Baba, kwa sababu moja ya njia ya ibada ya mtu kumfikia Mungu ni kwa njia ya nani? Ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja watu wa Mungu? Tunaelewana? Haleluya. Amen. Kwa hiyo ukikosea njia umekosea destination. Okay. Sasa kuna swali unaweza kujiuliza kwamba kwa nini lazima uwe ndani ya Yesu? Yaani kwa nini lazima niwe ndani ya Yesu ili ibada yangu iweze kumfikia Mungu? Kwani siwezi kuitoa tu? Cha kwanza nimekwambia kwamba Yesu ndiye njia ya kumfikia Baba. Manake nje ya Yesu hakuna namna utaweza kumfikia Mungu wa kweli. Na tumesema kwamba Mungu wa kweli amejitambulisha kwetu kwa njia ya Yesu Kristo. Nje ya Yesu hatumjui Mungu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Amen. Kuna watu wameweka njia zao. Kuna watu wanaamini kwamba kwa kupitia mtumishi fulani mimi ndo nitamfikia Mungu. Kuna watu wanaamini kwa kupitia mtu fulani, Kuna watu tumewapa majina kwenye dini zetu, kwenye madhehebu yetu, kwenye nini. Tunaamini kwamba kwa kupitia hapa mimi nitamfikia Mungu. Hapana, hauwezi kumfikia Mungu kwa jina la mtumishi. Maandiko yanasema kwamba tumeokolewa kwa jina moja tu, jina la Yesu Kristo. Hata watumishi Mungu wamewaweka kuweza kumhubiri huyu Yesu. Kazi yao sio kwamba kupitia wao sisi tupitie Yesu, hapana. Ni kwamba kwa kupitia wao wamfunue Kristo. Sisi tukimwona Kristo awe njia kwetu ya kumfikia Baba. Na ndio maana hatuombi kwa jina la Ibrahimu, si ndio? Hata kama alifanya vitu vingi, si ndio? Wewe unasema Baba nakuja kwa jina la Ibrahimu, nakuja kwa jina la Yakobo. Hapana. Jina moja tumepewa ambalo ni jina la Yesu peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni kwa jina hilo ndio vitu vya mbinguni, vya enzi, vya duniani vyote vinapiga magoti, vyote mpaka vya mbinguni, mpaka malaika, ni kwa jina la Yesu, sio kwa jina jingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya watu wa Mungu. Hata kama kuna mtumishi unamwamini, tambua kwamba Mungu amemweka kwako ili yeye amfunue Yesu kwako. Alafu akishamfunua Yesu kwako, wewe umuone Yesu, ubaki ukimwamini Yesu na sio mtumishi. Tuko pamoja watu wa Mungu? Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Mwambie jirani yako unaelewa. Mwambie upo au upo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hakuna njia ya kumfanya mwanadamu aokolewe nje ya Yesu Kristo. Hakuna kupitia si kwa nani umfikie Yesu, unapitia kwa njia ambayo ni ya Yesu kumfikia Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya. Okay. Zamani ilikuwa ngumu sana katika Agano la Kale. Walikuwa wakitumia vitendo wakati mwingine kwa sababu mioyo yao, dhamira zao zilikuwa hazijasafishwa kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo manake walikuwa wakitumia vitendo, wakitumia wanyama, wakiwatoa wanyama kama dhabihu, lakini mfumo wa ibada ulibadilika baada ya Yesu Kristo kuja, kwa sababu maandiko yanasema katika kitabu cha Ibrania kwamba ukuhani ukibadilika manake na mfumo wa ibada unabadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 6:17, maandiko yanasema kwamba aliyeungwa na Bwana yu roho moja naye. Wakorintho wa kwanza 6:17. Kuna namna Mungu alikuwa anatamani kuwa na ushirika na sisi. Zamani katika bustani ya Eden Mungu alikuwa na ushirika na mwanadamu, lakini baada ya dhambi kuingia, dhambi ilimfanya mwanadamu awe mbali na Mungu. Watu wengi wao wanafikiri kwamba dhambi ndio wanafikiri Mungu ndio anawatenga watu mbali na yeye, lakini ukweli sio Mungu anayewatenga watu, na hawatengi wenye dhambi mbali na yeye. Dhambi ndio inayowatenga wanadamu mbali na Mungu. Hiyo hesabu sijui kama umeelewa, nairudia tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Watu wengi hufikiri ya kwamba Mungu huwa anawatenga wenye dhambi mbali na yeye, lakini haiko hivyo. Ni dhambi ambayo huwa ndio inataka kuwatenga watu mbali na Mungu. Tumeelewana? Narudia mara ya mwisho. Watu wengi hufikiri ya kwamba ni Mungu ndiye anayewatenga wenye dhambi mbali na yeye, lakini ukweli ni kwamba ni dhambi ndio ambayo huwa inawatenga wanadamu mbali na Mungu. Kwa nini nimeongea kitu kama hicho?
ukifanya dhambi Mungu huwa anakuwa yuko katika kukutafuta. Na ndio maana maandiko yanasema ni nani mchungaji mwema kama ambavyo yeye alivyo Yesu Kristo. Yuko radhi kuacha kondoo 99 ambao ni wazuri, akaenda kumtafuta kondoo mmoja aliyepotea. Manake wakati mwanadamu amefanya dhambi, Mungu huwa yuko mbioni kumtafuta. Yaani ni kwamba Mungu anatamani kumkaribia, isipokuwa mwanadamu mwenyewe na ile sauti ya adui ndani yake ndio inayomfanya akae mbali na Mungu. Kwa kadiri Mungu anamkaribia, kadiri anakaa mbali na yeye. Tuko pamoja watu wa Mungu? Kwa hiyo sio Mungu anayewatenga wenye dhambi mbali na yeye, lakini ni dhambi ndio inayowatenga wanadamu mbali na Mungu. Na ndio maana ikitokea umefanya dhambi, jambo la kwanza unatakiwa kuwa kama Daudi, kwamba sina pa kukimbilia isipokuwa kwenye mikono ya Yesu peke yake, mikono ya Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya watu wa Mungu. Tuko pamoja watu wa Mungu. Haleluya. So katika Agano la Kale ilikuwa kwamba unapopeleka kwenye Agano la Kale ilikuwa ili upate upatanisho. Ili upate kupatanishwa ilikuwa lazima kuna sadaka unatakiwa kutoa. Na katika Agano la Kale walikuwa wakitoa sadaka za wanyama. Ukisoma katika kitabu cha Ibrania inasema kwamba pamoja na kwamba walikuwa wakitoa zile sadaka za wanyama, hazikuleta wokovu wa kudumu, hazikuleta ukombozi wa kudumu, kwa sababu aliyekuwa amekosea kosa ni mwanadamu. Alafu wewe unatoa fidia ya mnyama. Hadhi ya mnyama na hadhi ya mwanadamu ni vitu viwili tofauti. Yaani mimi nakudai 1,000,000, wewe unanilipa 10,000. Hauwezi kuwa umelipa deni. Ninakudai 1,000,000, nilipe 1,000,000. Aliyekosea ni mwanadamu. Adamu, kwa kupitia Adamu maandiko yanasema kwamba dhambi iliingia ulimwenguni. Kwa hiyo ilipaswa kwa mtu mmoja tena haki iingie ulimwenguni, sio kwa mnyama mmoja, sio kwa punda mmoja, sio kwa mbuzi mmoja. Hata ungekuwa wewe usingekubali. Amekosea mwanadamu, unalipwa mbuzi. Thamani ya mbuzi sio sawa na thamani ya mwanadamu. Na hii ndio iliyomfanya Yesu Kristo akaja duniani, akavaa mwili, akafa kwa ajili yetu ili aweze kulilipa lile deni. Na kitu ambacho Yesu Kristo alikifanya, alilipa zaidi ya vile tunavyodaiwa, kwa sababu Yesu Kristo alikufa mara moja na hawezi tena kurudi msalabani kufa kwa ajili ya mtu mwingine. He died once and for all. Alikufa mara moja na kwa wanadamu wote. Na ndio maana hata watoto wako, hata wajukuu watakao kuja kuzaliwa miaka hiyo, Yesu hatarudi msalabani afe kwa ajili yao. Alikufa mara moja, akaleta wokovu na ukombozi wa kudumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu hicho haikuwa kwenye kipindi cha wanadamu walipokuwa wakitoa wanyama. Iliwapasa mwaka kwa mwaka waendelee kutoa wanyama, kwa sababu haiwezekani damu ya kondoo na mbuzi kuleta upatanisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja watu wa Mungu? Kilichokuwa kinafanyika kwenye Agano la Kale ilikuwa ni kwamba kama mimi Judy nimekosea, aidha nimefanya uzinzi au nimeiba au nimefanya chochote kile, tunajua kabisa mnyama tunamchukulia kama ni innocent, hana dhambi, hana makosa. Kwa hiyo ninapompeleka mnyama, ninampeleka kwa niaba yangu. Kwa hiyo nikimpeleka pale mnyama, kuona anachofanya ni kwamba mimi ninaanza kuhani anaomba mbele za Mungu, manake mimi dhambi zangu zote, uovu wangu wote, makosa yangu yote, kila tabia yangu mbaya inaenda kwa yule mnyama. Alafu ile haki ya yule mnyama sasa, kwa sababu mnyama hajaiba, mnyama hajadanganya, amechukuliwa kama ni innocent, ile haki yake ndio inaingia kwangu mimi. Kwa hiyo tunajua kabisa mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo yule mnyama sasa anauawa, damu yake inamwagika, anaonekana yeye ndiye mwenye hatia. Alafu mimi ninaondoka nikiwa kama mwenye haki, lakini ile haki ilikuwa sio haki ya kudumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana kila mwaka walikuwa wakijikuta wanatoa sadaka ile ile, na haikuleta ukombozi wa kudumu, kwa sababu kama ingeleta ukombozi wa kudumu wasingeendelea kutoa mwaka kwa mwaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Yesu Kristo alivyokuja, akaja kama mwana kondoo wa Mungu. Tunaimba mwana kondoo wa Mungu anayechukua dhambi ya ulimwengu. Akaja kama mwana kondoo. Ile neno kuitwa mwana kondoo lilikuwa linaashiria kitu, kwamba katika Agano la Kale walitoa wanyama kwa ajili ya upatanisho, lakini katika Agano Jipya anatolewa Yesu Kristo ambaye amevaa mwili kama wa sisi, anakufa kwa ajili yetu. Maandiko yanasema kwamba yeye asiyejua dhambi alifanyika dhambi, alifanyika laana ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu. Kwa hiyo ule uovu wetu wote, kila namna ya udhaifu wetu wote, Yesu Kristo aliuvaa. Kwenye kitabu cha Isaya anasema tulimtazama, alikuwa kama sio kitu cha kutamanika, tukafikiri kwamba amepigwa na Mungu, kumbe amepigwa kwa sababu ya maovu yetu. Yaani ilikuwa hata wewe ukimtazama humtamani, lakini kumbe alivaa ile identification yetu, uchafu wetu, udhaifu wetu. Maandiko yanasema na kwa kupigwa kwake yeye sisi tumepona. Amepigwa yeye, alafu tunapona sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana.
Na hii kupe sababu kwamba ni lazima uwe ndani ya Yesu Kristo. Yaani nje ya Yesu Kristo hauwezi ukawa mwabudu halisi, kwa sababu wewe una makando kando, una dosari, unazo dhambi. Aliyezichukua hizo ni Yesu Kristo. Yohana siku moja anamwona Yesu anasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Sasa katika Agano la Kale walivyokuwa wanatoa zile sadaka, sio kwamba ulikuwa unapeleka tu ovyo ovyo, kwamba you go unatoa tu chochote, kama ambao siku hizi mtu anaangalia kwamba nina kuku ngapi, kuku gani dhaifu, kuku gani ambaye hazai, kuku wengine hatotoi mayai mengi, ndo anampeleka sasa huyu akamtoe kama sadaka. Haikuwa hivyo kwenye Agano la Kale. Ilikuwa ukipeleka mnyama anakaguliwa. Ukimpeleka mnyama kilema hawezi kukubaliwa. Lazima ulete kondoo ambaye yuko vizuri, mkamilifu, asiyekuwa na kasoro yoyote. Tuko pamoja watu wa Mungu? Tuko pamoja watu wa Mungu? Na haya yanathibitika, tuangalie kidogo kwenye maandiko. Ukisoma katika kitabu cha Walawi sura ya 1 mstari wa 3, Mambo ya Walawi 1:3. Mambo ya Walawi 1:3, maandiko yanasema, Walawi 1:3 anasema, matoleo yake kwamba ni sadaka ya kuteketezwa ya ng'ombe, atatoa ng'ombe mume. Hiyo sifa ya kwanza, atoe ng'ombe mume. Na ndio maana Yesu alikuja, tunasema wanaume wa wanaume, ng'ombe mume. Anasema hivi, mkamilifu, ataleta mlangoni pa hema ya kukutania, ili akubaliwe mbele ya Bwana. Manake ili akubaliwe mbele ya Bwana ilikuwa lazima kuna sadaka aitoe, na hiyo sadaka ni sadaka ya mnyama. Haya, ukisoma pia katika kitabu cha Walawi 22:20, maandiko yanasema, Walawi 2:20, Walawi sura 22 mstari wa 20 anasema, lakini mnyama yeyote aliye na kilema msimtoe, kwa kuwa hata kubalika kwa ajili yenu. Kwa hiyo hii inaweka wazi kwamba katika Agano la Kale hata wanyama waliotolewa hawakutakiwa kuwa wanyama dhaifu, hawakutakiwa kuwa wanyama wenye dosari. Na ndivyo ilivyo kwa Yesu Kristo. Yesu Kristo kama mwana kondoo wa Mungu alikaguliwa na alionekana alikuwa hana dosari yoyote. Utaniuliza, Judy, alikaguliwa wapi? Kabla Yesu hajafa pale msalabani, alipita kwa viongozi kadhaa, na kila kiongozi aliyepita kwake, kiongozi wote, hata wale Warumi ambao walikuwa hawaamini kwa habari ya Wayahudi, walisema kabisa, mimi sioni kosa juu ya huyu mtu. Akasema kabisa, damu yake iwe juu ya vizazi vyenu. Umeona? Kwa maana ya kwamba Yesu Kristo kama mwana kondoo wa Mungu alikaguliwa, akathibitia kwamba ni mwenye haki, asiye na dosari, asiye na kosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana damu yake sasa imeleta ukombozi wa kudumu, kwa sababu ni damu isiyo na dosari, ni damu isiyokuwa na kasoro. Tuko pamoja watu wa Mungu? Sasa unapoenda mbele za Mungu, Mungu huwa hapokei ibada dhaifu. Mungu anapokea ibada zilizo kamili, anapokea ibada iliyo kamili. Kwa hiyo hakuna namna wewe mwanadamu ungefanya mkamilifu nje ya kuwa ndani ya Yesu. Kwa sababu kama Yesu alichukua utambulisho wako, maana yake wewe umechukua utambulisho wake. Kwa hiyo mbele za Mungu, Mungu akikuona wewe, anakuona asiye na dosari, asiyekuwa na kasoro, kwa sababu wewe uko ndani ya Yesu. Na ile kuwa ndani ya Yesu, umechukua ile identity ya Yesu Kristo. Kwa hiyo Mungu hakuoni tena wewe katika utambulisho wako. Mungu anakuona wewe katika utambulisho wa Yesu Kristo. Kwa sababu kama Mungu angekuwa anatuona sisi katika utambulisho wetu wenyewe, kumbuka katika Agano la Kale ilikuwa hata sanduku la agano likifika mahali hapajakaa vizuri, watu walikuwa wanakufa. Leo hii huyu Mungu anakaa ndani yako, na kuna wakati unawaza vibaya, lakini kwenye kitabu cha Yohana anasema, nitawapa Roho Mtakatifu, atakaa ndani yenu milele. Pamoja na kwamba una Roho Mtakatifu, kuna nyakati kama mwanadamu unawaza vibaya. Niambie, ingekuwa kwenye Agano la Kale ungekufa mara ngapi? Hii kupe kuonesha ya kwamba mbele za Mungu, Mungu sasa hivi akuoni wewe tena, anakuona katika utambulisho wa Kristo. Kwa sababu katika haki yako mwenyewe usingestahili kumkaribia Bwana, haustahili kabisa. Kwa hiyo Mungu anakuona katika utambulisho wa Kristo. Na ndio maana ili ibada ifikie Mungu lazima uwe ndani ya Yesu. Nje ya Yesu, hapo ni unafanya, tunasema work done equal to zero. Ni sawa na unasukuma ukuta, unategemea ukuta utadondoka, unachoka tu bure. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako upo. Mwambie tena upo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Kwa hiyo sasa pointi ya kwanza kwamba kwa nini uwe ndani ya Yesu. Inawezekana ushaandika nyingi, lakini hii kwangu ilikuwa ndo ya kwanza. Utakatifu na ukamilifu, au kwa namna nyingine perfection.
Utakatifu na ukamilifu au perfection ya muabudu inapatikana kwa yeye kuwa ndani ya Yesu. Utakatifu na ukamilifu wa muabudu unapatikana kwa yeye kuwa ndani ya Yesu. Utakatifu na ukamilifu au perfection ya muabudu inapatikana kwa yeye kuwa ndani ya Yesu. Manake nje ya Yesu huyu mwanadamu hatakuwa mtakatifu. Nje ya Yesu huyu mwanadamu anayo dosari. Anapokuwa ndani ya Yesu, anamvaa Yesu, anavaa utambulisho wa Yesu, anavaa kila kilicho cha Yesu, anavaa tabia ya uungu ya Yesu. Na ndio maana unaweza kaamrisha wewe Judy, unasema kwa jina la Yesu mapepo toka, yanatoka. Kwa sababu mapepo hayakuoni wewe, yanamuona Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaombea wagonjwa wanapona, magonjwa hayakuoni wewe. Ukienda wewe utakuwa sawa na wana wa Skewa, utaambiwa Yesu tunamjua, Petro tunamjua, Paulo tunamjua, wewe ni nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Mwambie jirani yako, wewe kwa kuwa ndani ya Yesu hauna dosari, hauna kasoro, hauna upungufu. Mwambie wewe ni perfect. Mwambie wewe ni mtakatifu. Au unaogopa? Mwambie tena wewe ni mtakatifu. Kuna watu wanafikiri utakatifu ni kwamba umetenda matendo fulani afu tunakuja tunakubalia sema alikuwa mtakatifu. Lakini hapo maandiko yanasema watakatifu waliopo duniani ndio ninaopendezwa nao. Kwa hiyo duniani kuna watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakatifu ni tabia ya Mungu. Utakatifu sio kutokutenda dhambi. Samahani kama ulikuwa unaelewa hivyo. Utakatifu sio kutokutenda dhambi. Utakatifu ni kwa kuwa ndani ya Yesu, kwa sababu ile ni tabia ya Mungu. Mungu sio mtakatifu kwa sababu Mungu ni mtakatifu sio kwa sababu hatendi dhambi. Tuko pamoja? Kuna kitu kinaitwa utakatifu na maisha matakatifu, usichanganye. Ukiwa mtakatifu tunategemea utaona maisha matakatifu, ambayo ndio matunda ya Roho, sawa Lakini utakatifu ni asili. Tuko pamoja? Haleluya. Mwambie yule nako utakatifu ni asili. Mwambie kwa kumwamini Yesu wewe ni mtakatifu. Haleluya. Tuko pamoja watu wa Mungu. Amen. Kwa hiyo wewe ni mtakatifu. Unapokuwa ndani ya Yesu manake unaonekana mtu asiyekuwa na dosari, mtakatifu, asiyekuwa na lawama. Kwa hiyo unaingia kwenye umeenda mwenyewe unataka sasa umetenga muda labda unataka kuongea na Mungu sasa, Mungu Bwana mimi sistahili, mimi ni makamasi tu Baba, mimi ni panzi, mimi ni nyau. Unatafuta ile majina ambayo ni mabaya afu unahisi ndio unyenyekevu. Huo sio unyenyekevu. Huo ni wewe mwenyewe umeshindwa kujijua nafasi yako ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanasemaga maneno ya kujihurumia, Baba sisi ni wadudu tu. Sisi ni sisimizi. Mungu anaangalia, jamani nimekufa msalabani kwa ajili ya huyu. Alafu yeye ni sisimizi jamani. Kitu ambacho kimemgharimu Yesu kuacha enzi na mamlaka. Amekuja amekupatia wewe asili yake. Alafu unaona wewe ni mdudu tu. Wewe ni panzi, wewe ni nini? Angalia hata wale walioenda kupeleleza nchi. Mungu hakufurahia majibu waliojiita kwamba sisi ni mapanzi. Tulijiona wadogo, hakufurahia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Maandiko yanasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama amekuwa mapya. Manake wewe ni kiumbe kipya. Wewe ni mtu mpya kabisa. Unayo mamlaka ya Mungu inayokaa ndani yako. Wewe sio wa kawaida. Haleluya. Amen. Sasa tukisoma katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 6:19 mpaka 20. Wakorinto wa kwanza 6:19 mpaka 20. Maandiko yanasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe. Mstari wa 20 anasema, maana mlinunuliwa kwa thamani. Narudia tena, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Tukisoma pia kitabu cha Warumi 12 mstari wa kwanza. Warumi 12 mstari wa kwanza. Warumi 12 mstari wa kwanza, maandiko yanasema, basi ndugu zangu na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Kuna vitu kadhaa natamani tuviangalie kwenye hii mistari.
wakati wa Agano la Kale walikuwa wakitoa wanyama kama ibada. Walikuwa wakitoa wanyama. Kwa bahati mbaya ni kwamba wale wanyama hawakuwa sadaka iliyo hai, hawakuwa dhabihu iliyo hai, kwa sababu iliwapasa kufa ndio damu yao ipate kumwagika. Tuko pamoja watu wa Mungu? Haleluya. Haleluya. Sasa ingetokea Ibrahimu anataka kujitoa yeye na mwili wake, kwamba baba usitoe tena punda, mimi najitoa, bado Ibrahimu asingefaa. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na dosari, alikuwa na kasoro. Maandiko yanasema kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni ikawafikia wanadamu wote. Kwa hata Yakobo angesema mimi nataka kujitoa mimi kama dhabihu iliyo hai, isingefaa, kwa sababu mwili wake ulikuwa na dosari, ulikuwa na kasoro. Sasa Yesu Kristo alivyokuja akafa msalabani, kwa kufa kwake sisi tumesafishwa dhamira zetu. Mungu ametusafisha na ametufanya sisi kuwa hekalu lake. Kwa namna nyingine kwamba Mungu anakaa ndani yetu. Na kama Mungu anakaa ndani yetu sasa hivi, hatutoi tena sadaka ya wanyama. Tunajitoa sisi wenyewe kama dhabihu iliyo hai kwa miili yetu, kwa mioyo yetu, kwa nafsi zetu. Tuko pamoja hapo watu wa Mungu? Tuko pamoja watu wa Mungu? Na Mungu anaipokea kwa sababu ni sadaka isiyo na dosari, isiyo na kasoro, ni takatifu. Kwa nini imekuwa isiyo na dosari? Kwa nini imekuwa ni takatifu? Kwa nini haina kasoro? Kwa sababu ipo ndani ya Yesu. Tuko pamoja? Haleluya watu wa Mungu. Kwa sasa hivi hatutoi wanyama, tunajitoa sisi wenyewe kama dhabihu iliyo hai mbele za Mungu. Biblia imetumia neno mwili, haimaanishi kwamba unatoa mwili tu alafu nafsi unaiacha, au unatoa roho tu nafsi unaiacha. Hapana. Biblia imesema mwili ikimaanisha na mjumuiko wa yote yaliyomo. Kwa mfano mimi nikisema ndani ya kanisa hili, maana yake huko ndani kuna viti, kuna waumini, kuna vyombo, kuna kila kitu. Kwa hiyo nasema kwamba itoeni miili yenu, maana yake tunatoa kila tulicho nacho, kila kilichopo ndani ya mwili. Kuna roho, kuna nafsi, everything that we have, kila tulicho nacho tunakitoa mbele za Mungu kama dhabihu iliyo hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Takatifu na ya kumpendeza Mungu. Na ndio maana mwanzoni nimekuambia wewe ni ibada. Mwambie jirani yako wewe ni ibada. Mwambie mwili wako ni ibada. Mwambie kila ulipo wewe ni ibada. Mwambie hata konda akikutukana wewe ni ibada. Mwambie hata mfanyakazi akikutukana wewe ni ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika Agano la Kale walitoa wanyama, sasa hivi sisi tunajitoa sisi kama dhabihu takatifu mbele za Bwana. Kwa namna nyingine ni kwamba katika kila tunachokifanya kinatakiwa kumtukuza Mungu. Iwe ni kwa matendo, iwe ni kwa mwenendo, iwe ni kwa usemi, iwe kwa chochote ambacho tunakifanya kinatakiwa kumtukuza Mungu. Kwa hiyo nikiwa kazini lazima watu wamuone Mungu wangu. Ninapotibu wagonjwa lazima watu wamuone Mungu wangu. Ninapohudumia wateja lazima watu wamuone Mungu wangu. Ninapouza nyanya sokoni watu wamuone Mungu wangu. Katika kila ninachokifanya kinamdhihirisha Mungu. Kwa hiyo popote nilipo mimi ni ibada. Na kwangu nikichukulia hivyo, maana yake ibada haitakuwa tukio, ibada haitakuwa muda fulani, ibada haitakuwa eneo fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mwambie jirani yako wewe ni ibada. Mwambie na upande mwingine wewe ni ibada. Amen. Sasa ukisoma katika kitabu cha Efeso 5:27, wa Efeso 5:27, ninatamani tusome wote. Wa Efeso mlango wa 5 mstari wa 27. Hapa ndo kwenye msingi wa kile ambacho nilikuwa nakiongea. Wa Efeso 5:27. Wa Efeso 5:27. Wa Efeso 5:27. Na baada hapo tutaenda wa Efeso 1:4. Tuanze na wa Efeso 5:27. 1, 2, 3. Apate 1, 2, 3. Kanisa takatifu lisilo bali. Yes. Na kanisa ni nani? Kanisa sio jengo, tumejifunza tangu Sunday school, si ndio? Kanisa ni mtu aliyemwamini Yesu Kristo. Wakati Yesu anamwambia Petro, anamwambia wewe ndiwe Petro, alikuwa hamaanishi jengo. Anamwambia wewe ndiwe Petro, na ndani juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Kwa hiyo kanisa ni mtu yeyote yule ambaye amemwamini Yesu, kwa sababu hata Petro aliambiwa baada ya kujua Yesu ni nani. Kwa sababu Yesu aliwauliza wanafunzi kwamba watu wananiita nani? Wakasema vyote wanavyovisema. Lakini Petro akasema wewe ndiwe mwana wa Mungu aliye hai, si ndio? Akatambua kwamba Yesu Kristo ni nani. Na katika ufunuo wa kujua Yesu Kristo ni nani ndipo ambapo Yesu akamwambia kwamba
Wewe ndiwe Petro, najua mwamba huu nitajenga kanisa, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Kwa hiyo mtu anapotambua kwa habari ya Yesu Kristo, anapojua Yesu Kristo alifanya nini, anapotambua na kuamini kazi ya msalaba, huyu mtu anafanyika kuwa kanisa. Kwa hiyo hapa anavyosema kwamba apate kujiletea kanisa takatifu, maana yake anazungumza kwa habari ya wewe uliyemwamini Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa lisilo na kunyanzi, lisilo na mawaa, takatifu, manake ni mimi na wewe. Sisi ni watakatifu mbele za Mungu. Kwa hiyo ninavyosema kwamba wewe ni ibada, manake wewe hauna dosari na unaweza kumkaribia Mungu wakati wowote, na hata ikitokea umekosea usibaki kuwa mtu ambaye anajilaumu. Hakuna mtoto ambaye anaweza kumkosea mzazi wake alafu akashindwa kumwendea mzazi wake, kwa sababu anajua mzazi ndiye ambaye anaweza kuyahudumia mahitaji yangu. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja watu wa Mungu. Mwambie jirani yako ukikosea usikae mbali na Mungu. Amen. Tune Waefeso 1:4. Waefeso 1:4. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 4. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 4. Efeso 1:4. Kumbuka tumekubaliana kwamba kwenye Biblia za Kiingereza kwenye neno katika zinaweka in, ikimaanisha ndani ya, na ukienda na namna hiyo itakupa uwepesi kuelewa katika mistari ambayo tunaendelea kuisoma hapa, na hasa katika huu mstari wa 4. Waefeso mlango wa kwanza mstari wa 4. Tusome kwa pamoja 1, 2, 3. Okay, kabla tujafika mbali, katika yeye tungewekaje? Ndani ya yeye, ambaye ni nani obviously? Yesu Kristo, si ndio? Tuendelee mbele. Kabla cha kwanza Wow. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kama vile alivyotuchagua katika yeye, manake ndani ya Yesu. Sasa watu wengi wao wanafikiri kwamba Mungu anachagua nani aingie ndani ya Yesu. Hapana, Mungu hachagui nani aingie ndani ya Yesu. Yesu Kristo alitolewa kwa ajili ya ulimwengu wote. Kwa hiyo mtu yoyote anayemwamini Yesu Kristo anakuwa ndani ya Yesu. Tuko pamoja watu wa Mungu. Mungu alichoamua, Mungu amechagua kwamba wote waliopo ndani ya Yesu, hao amechagua kuwahesabu kwamba ni watakatifu, wasio na dosari, wasio na kasoro. Kuna siku nilikuwa namuelezea rafiki yangu mfano huu, ninaweza nikatumia pia hapa. Kwa mfano, mtu akasema nimechagua watu wote ambao wamekuja leo ibadani kuwapa 10,000. Sawa? Hapa mliopo hapa, nimechagua watu ambao wako ndani ya hili kanisa sasa hivi kuwapa 10,000. Niwaulize, nimechagua nani aingie ndani ya kanisa? Nimechagua waliopo kanisani. Tuko pamoja watu wa Mungu. Swala la mtu kuingia kanisani au kuto kuingia lilikuwa ni maamuzi yake, si ndio? Sawa? Ila mimi nimechagua yoyote aliyepo kanisani nitampa 10,000. Kwa hiyo Mungu amechagua watu wote walio ndani ya Yesu wawe watakatifu, wasio na lawama, wasio na hatia. Tuko pamoja watu wa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo ili hali ya kwamba wewe uko ndani ya Yesu, wewe hauna dosari, wewe hauna kasoro, wewe ni mtakatifu. Mwambie jirani yako wewe ni mtakatifu. Alafu wonderful enough ni kwamba huu uchaguzi Mungu alifanya kabla ya kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu. Maana yake kabla hujazaliwa, kabla haujajua jema na baya, kabla haujakosea. Au hapo mmesomaje kwenye Biblia hapo? Anasemaje? Kabla ya kufanyaje? Ya kuumbwa kwa misingi ya nini? Sasa mbona ukikosea mpendo unakaa mbali na Mungu? Yaani Mungu alichagua kukupenda hata kabla hujakosea. Alichagua kukusamehe hata kabla hujakosea. Kwa nini ukikosea ukae mbali na yeye? Na ndio inarudi pale nilipomwambia kwamba sio dhambi zinazofanya, yani sio Mungu anayekutenga wewe mbali na yeye. Ni dhambi ndio inataka kukutenge mbali na Mungu, kwa sababu hata kabla haujamjua Mungu, tunaposema kabla ulimwengu haujaumbwa, kabla misingi ya ulimwengu haijawekwa, maana yake kabla hata wewe hujazaliwa, Mungu alichagua kukuhesabu wewe kwamba ni mtakatifu, asiye na lawama, kwa kuwa tu ndani ya Yesu Kristo. Tuko pamoja watu wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Okay, kwa hiyo pointi ya kwanza ni kwamba unapokuwa ndani ya Yesu inakufanya kuwa mwabudu aliye perfect, asiye na ukosefu wowote, asiye na dosari yoyote, mtakatifu. Na hivyo ibada inaweza kumfikia Mungu kwa sababu inakuwa ni ibada takatifu, maana imetolewa na mtu mtakatifu. Haya, pointi namba 2, kwa nini lazima uwe ndani ya Yesu? Cha pili ni kwamba kwa kuwa ndani ya Yesu tunafanyika makao ya kudumu ya Mungu. Ile sisi kuwa ndani ya Yesu tunakuwa makao yake ya kudumu. Unapokuwa ndani ya Yesu unakuwa wewe ni makao ya Mungu, manake Mungu anaweka makao ndani yako.
Hii tunasoma pia katika kitabu cha Efeso 2:22. Efeso 2:22, kwa kuwa ndani ya Yesu manake wewe unafanyika kuwa makao ya Mungu. Anasema Efeso 2:22, anasema katika yeye ninyi nanyi mnajengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika roho. Katika yeye ninyi nanyi mnajengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika roho. Kwa hiyo wewe ni maskani ya Mungu, wewe ni makao ya Mungu. Tunapozungumzia maskani manake ni mahali ambako kitu fulani kinakaa. Kwa hiyo kama wewe ni maskani ya Mungu manake Mungu anakaa ndani yako. Na Mungu hawezi kukaa ndani yako kama wewe haujamwamini Yesu. Unapomwamini Yesu, Yesu anasema kwamba ukiniamini, anasema mimi na Baba tutakuja kufanya makao ndani ya huyo mtu. Kwa hiyo unapomwamini Yesu, Mungu anafanya makao ndani yako. Na ndio maana wewe unaitwa hekalu la Roho Mtakatifu. Hauwezi ukawa hekalu la Roho Mtakatifu kama Roho Mtakatifu akai humo ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mwambie jirani yako wewe ni maskani ya Mungu. Mwambie wewe ni makao ya Mungu. Mwambie tena Mungu yule ambaye zamani alikuwa hakai kwenye hema iliyofanywa kwa mikono, leo anakaa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ukisoma katika kitabu cha Agano la Kale, I don't remember if kama sio Yeremia basi ni Isaya. Anasema kwamba hivi, mbinguni ni kiti changu cha enzi, duniani ni mahali pa kuweka miguu yangu. Mtanijengea nyumba ya namna gani? Si ndio? Mungu anauliza. Lakini katika Agano la Jipya tunaona kwamba kwa kupitia kufa kwa Yesu na kufufuka kwake, sisi tumefanyika kuwa maskani ya Mungu. Hii ni kuonesha kwamba kazi aliyoifanya Kristo pale msalabani ilikuwa ni kazi timilifu. Kwa hiyo hutakiwi kujiona wewe ni panzi au ni sisimizi, kwa sababu Mungu anakaa ndani yako. Afu unajiita mimi ni makamasi, mimi ni panzi. Kuna namna inakuwa haiko sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Wewe ni maskani ya Mungu, Mungu anakaa ndani yako. Sasa kama Mungu anakaa ndani yako, ikupe kuona kwamba nikiimba twaja mbele zako, something is wrong somewhere. Kwa sababu sasa kama yuko ndani yangu, where am I going now? Si ndio? Tuko pamoja? Tuko pamoja watu wa Mungu? I'm sorry, nimesema nishaomba msamaha mwanzoni. Sawa. Kwa hiyo kama Mungu anakaa ndani yako, manake unaabudu kwa kutokea ndani. Sio kwamba kuna sehemu unaanzia yani nje afu kuja ndani. Ndani kwenda nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja watu wa Mungu? Yes. Kwa hiyo wewe ni maskani ya Mungu, Mungu anakaa ndani yako. Mungu anakaa ndani yako. Ukisoma pia kwenye Biblia za Kiingereza zinasema in union with him, manake katika kuungwa naye. Tumeungwa na Bwana. Tumesema aliungwa na Bwana yu roho moja naye. Kwa hiyo wewe ni roho moja na Baba. Wewe ni kitu kimoja na Baba. Kama tu ndoa za kidunia anasema alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe, inakuwaje kuhusu ndoa takatifu ya kanisa pamoja na Yesu Kristo? Manake hakuna cha kututenga. Na ndio maana Paulo kwa ujasiri anasema kwamba ni nini kitakachotutenga na upendo wa Baba? Hakuna. Iwe ni mauti, iwe ni udhaifu, iwe ni nini, hakuna cha kututenga na Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. You are one spirit. Wewe ni roho moja na Baba. Kwa hiyo hauko mbali na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Namba 3. Pointi namba 3, unapokuwa ndani ya Yesu, au ni kwa nini lazima uwe ndani ya Yesu? Kwa kuwa ndani ya Yesu tunaungwa na Baba. Tunaungwa na Baba. Au kwa namna nyingine ukasema tunapata access ya kumkaribia Baba. Ile kuwa ndani ya Yesu kunakupa access ya kumkaribia Baba. Na kunafanya wewe kuungwa na Baba. Ukisoma katika kitabu cha Efeso 2:18 anasema, Efeso 2:18 anasema, kwa maana kwa yeye sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba katika roho mmoja. Kwa yeye manake kwa njia ya Yesu. Kwa kupitia Yesu sisi tumepata njia ya kumkaribia Baba. As we said mwanzoni kwamba njia inayotufanya sisi tumkaribie Baba ni Yesu Kristo. Pasipo njia ambayo ni Yesu hatuwezi kumfikia Baba. Kwa hiyo maana yake unapokuwa ndani ya Yesu inakupa wewe ukaribu na Baba. Inakupa wewe kumkaribia Baba. Na sio tu kwamba unakuwa karibu naye, maana yake unakuwa uko ndani ya Baba na Baba yuko ndani yako. Kwa hiyo ni kama mmevaana. Yaani ni zaidi hata ya hiyo ngozi ya kwenye mwili wako, ni zaidi hata ya mavazi, kwa sababu Mungu anakuwa yuko ndani yako na wewe unakuwa ndani yake. Yesu Kristo anawaambia wanafunzi wake kwamba wakati huo nitakapofufuka mtajua kwamba Baba yuko ndani yangu na mimi niko ndani yake. Lakini si hivyo tu kwamba nyinyi mko ndani yangu na mimi niko ndani yenu. Kwa hiyo kilichofanyika ni kwamba wewe uko ndani ya Yesu, Yesu yuko ndani yako, lakini Yesu huyo yuko ndani ya Baba na Baba yuko ndani ya Yesu. Kwa hiyo wewe uko ndani ya Baba. Bwana Yesu asifiwe.
Tuko pamoja watu wa Mungu? Haleluya, haleluya. Mwambie jirani yako, Yesu yuko ndani ya Baba, Baba yuko ndani ya Yesu, Yesu yuko ndani yangu, mimi niko ndani ya Yesu. Kwa hiyo mimi niko ndani ya Baba na Baba yuko ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaamini hayo, tunaamini hayo. Kwa Yesu yuko angani, si ndio? Wanaopanda ndege kama yuko angani wanamkaribia sana, si ndio? Kama Yesu tukipasua manga tunamfikia. Kuna wale wameenda angani juzi kati tumeona, si ndio? Haleluya. Obvious atakuwa alimkaribia, si ndio? Wala walioamua kwenda huko kwenye mwezi, si ndio? Yesu yuko angani, si ndio? Kama ni hivyo wanaopanda ndege kila siku, basi kuna namna, yani ingekuwa ukipanda ndege pale ndio maombi sasa ndio yanafika. Haleluya watu wa Mungu. So means we are one spirit with God. Wewe mwenyewe ukiwa na ndugu yako yuko ovyo ovyo unaogopa kumtambulisha kwa watu. Yaani hutaki hata mjulikane kama nyenye ni ukoo mmoja. Unamkwepa kabisa. Unasema hii aibu sitaki. Yaani hii aibu inipite, si ndio? Si ndivyo watu wa Mungu, ni uongo? Alafu ukiwa na mtu ana hela unatamani kila mtu amjue. Yule ndugu yangu bwana, nimesoma naye. Usimwone vile, yule mwimbaji fulani nimekuwa naye, tumetoka naye mbali. Alafu ukiona mtu amekaa vibaya hutaki kabisa kukaribia. Lakini Mungu ametufanya sisi kwa njia ya Yesu Kristo, we are one spirit. Haleluya. Mwambie jirani yako, wewe ni roho moja na Baba. Hauko mbali na Mungu. Mwambie wakati wowote, mahali popote, una access ya kumkaribia. Bwana Yesu asifiwe. Shuka. Sasa hizi naamini kwamba kuna namna Mungu atakuwa ametusaidia, si ndio? Shuka. Njoo upesi Baba. Njoo, yani like Mungu sasa nijeje wakati nipo? Kuna maswali baadaye tutajadili tujue anadhihirika au anashushwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Pointi ya 4 ni kwamba unafanyika mwenyeji kwenye makao ya Mungu. Pointi ya 4, unapokuwa ndani ya Yesu unafanyika kuwa mwenyeji kwenye makao ya Mungu. Kwa hiyo sio kwamba tu Mungu anakaa ndani yako, lakini pia wewe unafanyika kuwa mwenyeji kwenye maskani ya Mungu. Tunajua wote tunasema Mungu yuko mbinguni, sawa, lakini wakati huo uko mbinguni, Mungu yuko ndani yetu. Kwa hiyo mbinguni wakati mwingine sio eneo ambalo tunatarajia tu kufika, ni tayari tunao wenyeji kwenye hilo eneo, japokuwa tuna miili yetu haiwezi kufika mbinguni kwa sababu iko midhaifu, lakini roho zetu zina wenyeji kwenye maskani ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mwambie jirani yako kwamba unafanyika mwenyeji kwenye makao ya Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Ibrania 12 mstari wa 22 mpaka 24. Waebrania sura ya 12 mstari wa 22 mpaka 24. Ibrania 12:22 mpaka 24, maandiko yanasema hivi: bali ninyi mmeufikiria. Biblia ya Kiswahili inatumia mmeufikiria, lakini sio ile ya kufikiria kutafakari. Unaweza kaangalia na translation nyingine za Kiingereza zinasema mmeufikia, maana yake sio mtaufikia, mmeufikia. Anasema bali ninyi mmeufikia mlima Sayuni na mji wa Mungu aliye hai. Niwaulize, mji wa Mungu aliye hai ni wapi? Ni Yerusalemu. Ni Yerusalemu watu wa Mungu. Ni Yerusalemu. Anasema hivi, bali ninyi mmeufikia mlima Sayuni na mji wa Mungu aliye hai. Angalia mbele anakuambia Yerusalemu ipi? Yerusalemu wa mbinguni. Au wengine hamjapata huo mstari? Ibrania 12:22 mpaka 24. Tuwe na ushahidi wa maandiko. Ibrania 12:22 mpaka 24. Anasema bali ninyi mmeufikia mlima Sayuni na mji wa Mungu aliye hai, Yerusalemu wa mbinguni. Na sio tu hivyo, na majeshi ya malaika elfu nyingi. Sijui kama tunapaelewa hapo. Na majeshi ya malaika elfu nyingi. 23. Mkutano mkuu wa kanisa la wazaliwa wa kwanza, ambao ndio mimi na wewe pia, walioandikwa mbinguni na Mungu mwamuzi wa wote, na roho za watu wenye haki waliokamilika, na Yesu mjumbe wa agano jipya, na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Habil. Lengo langu hapa ilikuwa ni kuangalia hiyo namna anavyosema kwamba bali ninyi mmeufikia. Biblia inatumia mmeufikiria, lakini nyingine inasema kwamba mmeufikia. Maana yake wewe tayari umeshaufikia mji wa Mungu.
Tuko pamoja watu wa Mungu? Sawa, unasubiri unyakuo, lakini roho yako ina uwenyeji mbinguni, kwa sababu kama ungekuwa mbali na maskani ya Mungu, ungewezaje kumwabudu? Tuko pamoja watu wa Mungu? Ungewezaje kumwabudu na yeye akapokea? Kama Mungu yuko mbinguni huko na sisi tuko mbali huko, tunawezaje sasa kumwabudu? Maana yake tayari roho zetu zina uwenyeji hapo. Japokuwa tuko duniani, miili yetu iko duniani, lakini tunayo access ya kuingia mbinguni. Mbinguni sisi ni wenyeji. Tunaweza tukazungumza na Mungu, tukaungana na malaika elfu na majeshi yote, tukamwabudu Mungu. Tuko pamoja watu wa Mungu? Kwa hiyo uko duniani lakini una access ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yesu ameketi mkono wa kuume wa Baba. Maandiko yanasema kwamba tumeketishwa pamoja naye. Kwa hiyo alipo Yesu niko, kama Yesu yuko mkono wa kuume Baba yuko mbinguni, nipo mbinguni. Tuko pamoja watu wa Mungu? Haleluya. Ukisoma pia katika kitabu cha Waefeso pia sura ya 2 mstari wa 19. Waefeso 2:19. Efeso 2:19 maandiko yanasema, kitabu cha Waefeso 2:19, Waefeso sura ya 2 mstari wa 19, anasema basi tangu sasa ninyi, manake mimi na wewe ambao tumemwamini Yesu, ninyi si wageni wala wapitaji, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu. Manake wewe ni mwenyeji, wewe sio mpitaji. Mpitaji ni mtu ambaye anakuja na kuondoka, lakini mwenyeji ni mtu ambaye amekaa hapo na kudumu hapo. Kwa hiyo kwenye maskani ya Mungu roho yako inao uwenyeji wa mbinguni. Kwa hiyo manake unapomwabudu Mungu sio eneo ambalo unaenda na kutoka. Tayari una uwenyeji kwenye hiyo maskani. Manake wakati wowote roho yako ina access. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja watu wa Mungu? Ni kuwasha tu bando kama ulivyo na simu. Haina maana kwenye group watu hawachati, watu wanaendelea kuchati. Umezima data, huwezi ukaona kinachoendelea. Ukiwasha unakuta kuna vitu vilikuwa vinaendelea. Kwa wewe upo duniani, ni kama vile simu iko duniani. Ukiwasha data, you are there with angels. Uko pale unamwabudu Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya watu wa Mungu. Ukisoma pia Yohana 14 mstari wa 1 mpaka wa 3, watu wengi hii habari watu tunafikiri ni kwa habari tu ya unyakuo, lakini sio tu kwa habari ya unyakuo. Ni kitu ambacho tayari kimekwisha kutimilika, japokuwa kitakuja kutimilika pale ambapo kitakuja kudhihirika zaidi Yesu atakapokuja tena mara ya pili. Lakini ni kitu ambacho katika ulimwengu wa roho tayari kimekwisha kufanyika. Ukisoma katika kitabu cha Yohana 14:1-3, maandiko yanasema hivi, Yohana 14:1-3, yanasema msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Kwa nini Yesu ameanza na mnamwamini Mungu, niaminini na mimi? Kwa sababu yeye kwanza ndo njia. Na nje ya yeye hauwezi kumfikia Baba. Na ndio maana ameanza na hii condition kwamba mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Alafu nini kinatokea? Anasema mstari wa 2, nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Alafu anasema kama sivyo ningaliwaambia. Anasema maana naenda kuwaandalia mahali. Sasa unaweza ukaniuliza kwamba Yesu aliposema anaenda kuandaa mahali alikuwa anamaanisha nini? Alivopaa baada ya ufufuko yuko kule anaendelea kuandaa magorofa? Unaweza ukajiuliza ni hivyo, lakini ukweli ni kwamba Yesu anaandaa makao. Aliposema ninaenda kuandaa makao, hapa wakati huo alikuwa bado hajafa. Alikuwa anaongea nao akiwa katika namna ya mwili. Kwa hiyo aliposema ninakwenda kuwaandalia makao, alikuwa anamaanisha vile atakavyokufa pale katika mauti yake kuna makao ambayo anaandaa. Kuna namna anafanya kazi, analipa zile deni za dhambi, analipa ile fidia yetu, anaondoa ile dosari yetu. Alafu anapofufuka sasa amekwisha kuyaandaa makao. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama mnanielewa watu wa Mungu. Yesu alipokuwa anakufa pale alikuwa anaziharibu zile kazi za adui, na katika kufanya hivyo ndipo alipokuwa anayaandaa makao. Na ndio maana maandiko yanasema kwamba alipofufuka tulifufuka pamoja naye, na alipoketi tumeketi pamoja naye. Maana yake tayari tumekuwa wenyeji kwenye ile maskani yake. Tuko pamoja watu wa Mungu? Tuko pamoja watu wa Mungu? Kumbuka chenye uwenyeji sio mwili, ni roho. Mwili huu unasubiri unyakuo Yesu atakaporudi mara ya pili, lakini roho yako iliyomwamini Yesu tayari inao uwenyeji mbinguni, inao uwenyeji kwenye maskani ya Mungu. Tuko pamoja watu wa Mungu? Haleluya, haleluya. Anasema hivi, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Niwaulize, Yesu alipo, wewe upo haupo? Hapo alipo Yesu.
Upo hapo Yesu alipo au haupo? Bwana Yesu asifiwe. Kama tunaona ina mashaka, hebu twende Efeso 2:6 ndio kuna jibu la hilo swali. Efeso 2:6. Efeso 2:6. Efeso sura ya 2 mstari wa 6. Tusome kwa pamoja 1 2 3. Akatufufua. Niwaulize tena, alipo Yesu upo haupo? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wewe ni mwenyeji katika maskani ya nani? Ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Pointi ya 5, kwa nini lazima uwe ndani ya Yesu? Ya 5 ni kwamba kwa kuwa ndani ya Yesu unaweza ukamwabudu Mungu mahali popote. Unaweza kumwabudu Mungu mahali popote. Kwa kuwa ndani ya Yesu kuna kufanya kuweza kumwabudu Mungu mahali popote. Kumbuka kwamba nimesema sisi ni ibada. Sio kwamba tu tunatoa ibada, lakini sisi ni ibada yenyewe. Kwa hiyo kama sisi ni ibada, maana yake popote nitakapokuwepo nitamwabudu Mungu. Aidha kwa kupitia vitu ninavyovifanya, kwa usemi wangu, kwa mwenendo, kwa kila kitu nitamwabudu Mungu. Kwa hiyo unaweza kumwabudu Mungu popote ulipo. Haijalishi upo kwenye gari, haijalishi upo kwenye kazini, haijalishi uko ofisini whatsoever, popote ulipo unaweza kumwabudu Mungu, kwa sababu ibada sasa hivi sio eneo, ibada ni mtu aliyemwamini Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunaifahamu ile habari ya mwanamke Msamaria alivyokutana na Yesu kwenye kitabu cha Yohana 4:20 mpaka 23. Yesu alipokuwa anazungumza na yule mwanamke akamwambia hivi kwamba baba zetu waliabudu katika mlima huu, lakini ninyi Wayahudi mnasema kwamba Yerusalemu ndiko mahali patupasapo kuabudia. Yesu akamwambia kwamba saa inakuja mwanamke, unisadiki ya kwamba hamtamwabudu baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu, ila waabudu walisotamwabudu baba katika roho na kweli. Kulikuwa kuna makundi mawili. Wasamaria walikuwa wanaabudu kwenye mlima, Wayahudi walikuwa wanaabudu Yerusalemu. Kwa hiyo kulikuwa kuna location mbili ambazo ni location za kawaida kabisa za kushikika. Haya ni maeneo kabisa. Lakini Yesu anasema kwamba saa inakuja ambayo Mungu hataabudiwa Yerusalemu wala hataabudiwa kwenye mlima, lakini ataabudiwa katika roho na kweli. Manake ndani ya roho na nini? Na kweli. Manake sasa hivi Mungu amehamisha location kwamba ibada sio eneo fulani. Ibada ni ndani ya moyo wa mtu aliyemwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo huyu mtu anapokuwa mahali popote anaweza kaitoa ibada yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hausubiri mpaka ufike kanisani ndio uje umwabudu. Hapana. Ukiwa chumbani, ukiwa nyumbani, ukiwa popote unaweza kumwabudu Mungu. Kwa hiyo kupitia kile Yesu alichokifanya kimetupatia sisi access ya kuweza kumwabudu Mungu mahali popote tunapokuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Jambo la 6 ambalo ni jambo la mwisho. Unapokuwa ndani ya Yesu inakufanya wewe kuwa mwabudu halisi. Kuwa ndani ya Yesu kunakufanya wewe kuwa mwabudu halisi. Hizi pointi zina uingiliano sana na tayari zinajitetea kupitia na vile ambavyo tumeshavizungumza. Kwamba kwa kuwa ndani ya Yesu kunakufanya wewe kuwa mwabudu halisi. Tumesoma kwamba anasema kwamba saa yaja nayo sasa ipo, waabudu halisi watamwabudu baba katika roho na kweli. Watamwabudu baba ndani ya roho, ndani ya kweli. Tumesema ndani ya kweli ni ndani ya Yesu. Kwa hiyo kwa namna nyingine ni kwamba ili nijue kwamba huyu ni mwabudu halisi, cha kwanza amemwamini Yesu. Kama hayuko ndani ya Yesu, huyo sio mwabudu halisi. Watu wengi ufikiri mwabudu halisi ni mtu anayeabudu kwa kumaanisha. Yaani anamaanisha, yaani mwabudu halisi ni nani? Yule anayemaanisha, yaani hana mtawanyiko wa mawazo. Sasa nikuulize, kwa mfano mtu anaabudu mti na akawa anamaanisha kwenye huo mti na hana mtawanyiko wa mawazo, je, huyo ni mwabudu halisi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo identification ya kwanza kwamba huyu ni mwabudu halisi, cha kwanza ni lazima awe ndani ya Yesu Kristo. Kwa kuwa ndani ya Yesu Kristo kunamfanya mtu kuwa mwabudu halisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Kwa kuanzia leo tuwe na mindset hii ya kwamba Mungu hayuko mbali na sisi. Mungu yuko karibu na sisi. Na sio tu kwamba yuko karibu na sisi, Mungu yuko ndani yetu. Kwa popote tulipo Mungu yupo. Popote tulipo Mungu yupo. Tunapotembea Mungu yupo. Tunapoimba Mungu yupo. Tunapofanya kazi Mungu yupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuondoe ile mentality ukifika eneo unaanza, yani wewe uamini juu ya Mungu wako anaokaa ndani yako. Yani unaamini juu ya uwepo wa mapepo kuliko Mungu. Yani si nisemeje. Anyway, nitumie lugha hii.
Ukifika eneo unachoamini kwamba tayari nguvu za giza zitakuwa zimeshanitangulia kupawai pale, kwa hiyo sasa nikifika lazima niziondoe kwanza, alafu mimi nitawale. Sasa nikuulize, kati ya wewe mwenye nguvu za Mungu na za mapepo, zipi zina nguvu zaidi? Zipi zina nguvu zaidi? Kwa hiyo nikifika mimi zenyewe zinatakiwa zifanyaje? Ziondoke, si ndio? Kwani kuna nuru ambayo inaiomba giza, giza toka, yani giza kama ukipenda toka. Yani hapa pawe pana giza, afu tukawasha taa. Kuna muda unachukua kwa ile giza kutawanyika? Manake taa inapowaka tu, nini kinatokea? Eneo zima nuru inatawanyika, si ndio? Giza linafanyaje? Linaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa tuondoe ile mindset kwamba nikifika eneo, yani kama Mungu vile hayuko ndani yangu, kwa hiyo nikifika nimuite aje, afu baba tawala sasa hapa hapakuwa na wewe. Kwa hiyo sasa naomba utawale. Nimeshaondoa zile nani zote. Sasa umeondoaje kama Mungu hakuwa ndani yako? How is it possible kuziondoa nguvu za giza kama Mungu hakuwa ndani yako afu ndo umuite? Something is wrong somewhere. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nguvu yenyewe kuondoa mapepo inatoka kwake. Kwa hiyo ulipo Mungu yupo. Tuko pamoja watu wa Mungu. Wewe ukiingia kwenye ibada, anza kuuzungumzia wema wa Mungu. Acha kumpa yeye time shetani. Yaani unakuta katika maombi masaa 5 shetani ametamkwa mara 100, lakini neno Yesu limetamkwa mara 1 tu au mara 2. Jamani, something is wrong somewhere. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, tuko pamoja? Nuru yenyewe inashinda tu giza. Yaani iko hivyo. Yaani kikubwa wewe zidisha nuru, zidisha nuru, zidisha nuru, zidisha nuru. Hata katika kumjua Yesu ndiko ambako unazidisha nuru. Na anasema kwamba nuru yang'aa gizani wala giza haliwezi kuishinda. Watu wengi wao wanafikiri katika kuzijua kazi za adui ndiko kunawapa nguvu zaidi ya kuweza kuzimanage hizo nguvu. Yaani anataka ajue akiona kipepeo ni roho ya nini? Roho ya urembo. Akiona nguruwe roho ya uchafu. Yaani anataka ajue, na hata akitokea ameota ndoto atakutafuta akwambie nimeota feni, hii ni roho ya nini? Sasa unaanza wakati mwingine unapata wakati mgumu mtu roho ya, sasa unaanza feni roho ya inakuwa ni changamoto, si ndio? Yaani roho ya nini? Roho ya nimeota hivi mtumishi, hii itakuwa roho ya nini? Roho ya nini? Sasa na wengine hiyo wajimwamba file mtumishi mwingine sasa hapa nisipomwambia roho ya anakupa sumu roho ya. Anakwambia nimeota nani? Upepo, roho ya kupeperushwa. Yaani naona kazi zako zote zinapeperushwa. Omba sana, unaweza kufukuzwa kazi, si ndio? Anaanza kufikiri kwa kibinadamu ili asijiaibishe, asionekane ajui. Na wewe sasa bahati mbaya sasa unatoka pale ukijiona kwamba wewe kuna kitu kinaenda kupeperushwa. Na maandiko yanasema ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kesho unakuja kutoa ushuhuda, mtumishi fulani kweli niliota kabisa, niliota feni, nikaenda kwa mtumishi akanitafsiria ile roho ya kupeperushwa. Kwa kweli baada ya siku 2 nikaona nimeandikiwa barua ya kufukuzwa kazi. Lakini namshukuru Mungu na muamini Mungu ya kwamba kuna kazi nyingine. Haujui ya kwamba ulimpa adui nafasi ulipoingiza ile taarifa mbaya. Ngoja nikwambie, adui hana nguvu ya kufanya chochote isipokuwa umeamua kujifikiria vibaya. Tuko pamoja watu wa Mungu? Ndio maana maandiko yanasema kwamba pingeni shetani naye atakimbia. Tunampinga kwenye fikra, kwenye mawazo huku. Anakuletea hiki ni negative, kipinge. Alafu saa hizi kuna watu kwamba yeye anaangalia tu aliyeniambia ni mtumishi wa Mungu. Jamani, ngoja nikwambie, kila aliyeokolewa na Bwana, cha kwanza ni mtumishi wa Mungu. Isipokuwa Mungu ametupa vipawa na karama mbalimbali tunakamilishana, si ndivyo? Tuko pamoja watu wa Mungu. Na kuna wachungaji Mungu ametupa kulelewa kwao, tunawaheshimu na ni walezi. Lakini Mungu hakuwapa Roho Mtakatifu wachungaji peke yao. Mungu hakuwapa Roho Mtakatifu maaskofu peke yao. Mungu alitoa Roho wake Mtakatifu kwa kila anayemwamini, kwa sababu mchungaji naye ni mwanadamu. Kuna wakati anaweza kaongea kitu ambacho wakati mwingine sio Mungu. Trust me, siongei uongo. Hata Petro ambaye alikuwa ni mtume, yule ambaye Yesu alimsifia kwamba wewe ndiwe Petro, kwa sababu wanafunzi wote waliulizwa kwamba mnamzungumzia Yesu, akasema watu wanazungumziaje? Aliyetoa jibu ambalo lilikuwa right ni Petro peke yake. Akasema wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu. Yesu akamsifia pale kwamba heri wewe Petro, haya mambo amekufunulia baba yangu. Nenda sura ya mbele kule. Petro kuna kitu alikiongea, Yesu akamwambia rudi shetani, nyuma, rudi. Petro anaambiwa
Shetani rudi nyuma, ukikwazo kwangu. Petro huyo aliyefunuliwa, Petro huyo leo anaambiwa hivi. Ndio maana Mungu ametupatia Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unatakiwa kuchuja. Ndio hicho nimesema, unamforce mtu akupe tafsiri ya njozi, anaforce wakati mwingine kulingana na uzoefu. Na wewe sasa unalipokea, yani kwa kweli mimi naenda kupeperushwa. Kwa hiyo baada ya hapo ni kweli utapeperushwa, ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Lakini kama ungeambiwa hivyo, ungerudi kwamba hivi Roho Mtakatifu hapa tunakaje? Ni kweli nimeambiwa hivi, lakini inakaje hapa? Huenda Mungu angekupa kitu kingine na ungeibuka kwa ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja watu wa Mungu. Kwa hiyo Mungu yuko ndani yako, Mungu anakaa ndani yako. Unaweza kuzungumza naye wakati wowote, mahali popote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unaweza ukamshangilia Yesu zaidi na zaidi kwa makofi. Haleluya.